Basi karibuni katika jina la Yesu Kristo katika ibada na katika mahubiri hii ya kwanza. Wakati tunapoanza tuanze tu kwa jina lake. Leo nataka tujifunze kuhusu kitu fulani hapa. Najua ni kitu ambacho labda kuna wakati mmoja niligusia, lakini pia ni muhimu tukapate kurejea pale tena. Manake mambo ni mengi sana ambayo yanafanyika katika ulimwengu huu kwa wakati huu. Na mengi zaidi ambayo yanafanya hata tunaondoa mawazo yetu katika barabara. Mengi yanafanya mpaka tunasahau kwamba sisi ni wasafiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna machukizo mengi, kuna mambo mengi ambayo yanafanyika katika wakati huu, ambayo yanafanya watu wanaondoka hata katika safari. Wengi wanasahau kwamba walikuwa hata katika safari, na wanaanza kuweka mawazo yao kwa mambo ambayo yanafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo leo tunataka tunene kuhusu kufanyia kazi wokovu wako. Labor for your salvation. Na katika neno hilo nataka tukumbushane pia katika njia moja hiyo kwamba kuna mengi ambayo tunastahili kuwa tunajua wakati ambapo tunazidi kufanyia kazi wokovu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tumeitwa kukumbushana kila wakati. Tumeitwa tukapate kuweka mawazo yetu katika safari ambayo tunaitembelea. Manake kuna mambo mengi ambayo yanafanyika katika ulimwengu huu wa sasa. Kuna mengi sana ambayo yanafanyika. Giza inazidi kuinuka na inafanya watu wengi sana wanaondoa mawazo yao katika Kristo. Tukiona machukizo, jinsi mambo yanazidi kufanyika, mauaji, njaa, janga mengi ambayo yanainuka katika wakati huu, yanafanya wengi wanaingizwa baridi, inawafanya hata wanaondoka katika safari. Ndiposa tunaitwa tena kwamba tuzidi kuufanyia wokovu wetu kazi, tukikumbuka kwamba Kristo Yesu anakuja, na haya yote ni mwanzo tu wa uchungu ambao mambo ambayo yatakuja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukiwa katika wazo hilo na tukiwa katika fikra hilo, hatutapata kuliondokea neno hili. Manake tumeitwa tubaki katika neno na tufanyie wokovu wetu kazi. Kuna mambo mengi ambayo tunastahili kuyafanya kama Wakristo, lakini tukiweka mawazo yetu kwa yale ambayo yanafanyika kwa ulimwengu wakati huu, hatutazidi kutembea kama Wakristo. Ndipo sasa unaona tunaingia katika ile hali ya kawaida. Na hali ya kawaida sio njia ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa mengi yameingia katika hali ya kawaida. Na hali ya kawaida tunajua kwamba ni shetani mwenyewe analeta hali ya kawaida katika kanisa. Unapata baridi inaingia kwa kanisa, hata uwepo na nguvu haiko kwa kanisa tena. Unapata pia kumucha Mungu, kumuogopa Mungu inaondoka pia kwa kanisa. Unapata watu wanakuja jinsi wanavyotaka kwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanakuja wakiwa uchi, wengine wanakuja wakiwa wamevalia vile wanataka. Hii ni baridi ambayo imeingia katika nyakati hizi, na watu wamechanganyikiwa kwa sababu mambo ni mengi ambayo yanafanyika. Imefanya watu wamechanganyikiwa. Watu hata wamesahau kwamba wako katika safari. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo sasa tunaitwa kwamba tuufanyie wokovu wetu kazi. Kuna jambo fulani katika nyakati zile za kale, wakati ambapo watumishi mitume walikuweko, walikuwa wakifuatilia watu, walikuwa wakitembea katika nyumba kwa nyumba wakihubiri Injili. Wakati huu tumekuwa katika kusanyiko. Tunaarifiwa kwamba katika maandiko kwamba na wacha tukazidi katika neno hile, hata kama hakuna mtu ambaye yuko pale kukufuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na Wakristo katika wakati huu, Wakristo ambao Jumapili wao ni watakatifu, lakini wakati wanaondoka katika ushirika, wakati wanaondoka katika kusanyiko, wanaona sasa hakuna mtu ambaye anawaangalia, hakuna supervisor ambaye anawaangalia, wanarudi katika mambo ya kidunia. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni mambo ambayo tunayashuhudia, na ni mambo ambayo yanafanya watu wengi wanarudi katika hali yao ya kawaida. Na njia ya kawaida ni njia ya shetani mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ni ile njia kwamba hauogopi chochote. Hauogopi kwamba Mungu anakuangalia. Hauogopi kwamba Roho Mtakatifu yuko na anakuangazia kila kitu ambacho unafanya. Hali ya kawaida imewaangusha wengi, na imeangusha mpaka kanisa katika wakati huu. Ndipo sasa tunaambiwa kwamba turudi tuufanyie wokovu wetu kazi. Turudi tutetemeke mbele za Mwenyezi Mungu. Wakati tunatetemeka mbele za Mwenyezi Mungu, tunarudi katika neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Tunarudisha focus yetu kwake. Hatuangalii mambo ambayo yanafanyika.
Kwa hakika ukiweka mawazo yako kwa mambo ambayo yanafanyika wakati huu, hauwezi ukamwabudu Mwenyezi Mungu. Manake kuna maovu mengi ambayo yanafanyika katika wakati huu. Kuna mambo tunayashuhudia, mambo makuu ambayo hatukuwa tunayaona katika nyakati zile. Lakini katika nyakati hizi tunayaona. Tunaona watu wazima wanafanya mambo ambayo yanatisha. Tunaona hata ulevi imefika katika viwango vya kutisha. Watu wanalala katika mitaro. Watu wanaonyesha uchi wao wazi hata kwa watoto. Mambo ambayo yanatisha katika nyakati hizi. Ni mambo ambayo yanaweka watu baridi katika mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona mpaka wachungaji wakiwa kule ndani. Wanakwenda katika sehemu za mbali mahali ambapo hawajulikani. Wanaenda kufanya maovu haya. Na kisha baadaye wanatangazwa kwamba walipatikana wamekufa mahali wakiwa katika uzinzi. Haya ni mambo ambayo tunayaona katika wakati huu. Na yanaingisha baridi kwa biharusi. Kwa hivyo lazima tukumbuke tuufanyie wokovu wetu kazi. Nataka tuanze na kitabu cha Wafilipo. Kitabu cha Wafilipi 2:12. Maandiko inasema hivi: basi wapendwa wangu, kama vile mlivyotii siku zote, si wakati mimi nilipokuwa tu, bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwepo, utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na hata kutetemeka. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona mtumishi Paulo anaandika kwa Wafilipi na anaandika pia kwa kanisa katika wakati huu, akituambia kwamba katika nyakati zile alishuhudia kwamba mlitembea katika neno, mlitenda yale yote ambayo yaliwafaa kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa anatuhimiza zaidi kwamba hata wakati ambapo hayupo, wacha watu wazidi kuendelea katika neno. Na sasa hizi tunanena kuhusu Roho, manake Roho ndio sasa amebaki kwa kanisa. Wakati hata usikie akizungumuza, zidi kutenda kulingana na neno. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe watu ambao wanatii neno na kutii sauti ya Roho Mtakatifu. Kwamba tusiwe watu wa kuchunguzwa tu. Tusiwe watu ambao wanangoja kuangaliwa, kuambiwa nani fanya hivi, unastahili kuwa unafanya hivi na hivi. Bwana Yesu asifiwe. Tuondoke katika viwango hivyo. Tuingie katika viwango vingine, viwango vya juu, viwango ambavyo tunazungumuziwa tu ndani, viwango ambavyo tunajua yale ambayo tunastahili kuyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe watu wa kuambiwa nani unastahili kuwa unafanya hivi, nani hii si sehemu yako. Tutoke katika utoto huo. Tutoke katika Ukristo wa utoto. Bwana Yesu asifiwe. Na turejee katika vita. Safari hii ni safari ya vita. Ni safari ambayo inatakana uwe katika umakini kila wakati. Uwe katika vita kila wakati. Uwe umeweka mawazo yako kupigana vita kila wakati. Lakini sio vita ya mikono. Sijasema upige mtu ngumi, bali ninasema urudi katika hali ya vita. Uwe katika maombi kila wakati. Uwe mtu ambaye ako focused kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Usingoje kuangaliwa. Usingoje kuambiwa unastahili kuwa unatembea hivi. Tusiwe wale wa Kristo ambao wakati wa Jumapili tuko wasafi, tumetunza miili yetu, tumejifunika vizuri, na wakati tunamaliza tunarudi katika hali yetu ya kawaida. Tusiwe wa Kristo wa hali ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna haja ya kwamba ati tuko katika hali ya vuguvugu, ati wewe si moto, wewe si baridi. Hakuna njia ya katikati. Bwana Yesu asifiwe. Njia ya katikati hakuna. Ni uchague mahali ambapo utasimamia. Ukiwa unasimama kwa giza, simama kwa giza. Kama ni kwa mwangaza, simama kwa mwangaza. Hakuna njia ya katikati. Hakuna ati kwamba Jumapili utakuwa umetakasika, wewe ni msafi, kisha baadaye unarudi katika ulimwengu. Hakuna njia ya katikati. Bwana Yesu asifiwe. Turudi tutetemeke mbele za Mwenyezi Mungu, tukizidi kutembea katika njia hii ya wokovu ambao tumeitwa na wao. Bwana Yesu asifiwe. Kristo Yesu hajatuita katika starehe. Hajatuambia kwamba ukishapokea wokovu kaa katika maisha ya starehe. Hapana. Hayo sio mafundisho ya Kristo. Hayo ni mafundisho ya Ibilisi ambaye anawaambia watu njooni jinsi mlivyo, lakini msibadilike. Mzidi kubaki jinsi mlivyo. Hayo ni mafundisho ya Ibilisi. Tunaambiwa tukuje, lakini tuwe na nafasi ya kubadilika. Tuweke nafasi ya kubadilika katika mioyo yetu. Manake Kristo mwenyewe akikuja, anakuja na analeta mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema kwamba wakati tulikufa katika maji, tulipoinuka sio sisi tuliinuka, bali ni Kristo mwenyewe aliinuka ndani yetu. Na kwa hivyo maisha ambayo tunaishi lazima iwe ni maisha ambayo inazaa matunda. Matunda ambayo yanamsifia Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Lazima turuhusu matendo ya Ukristo ukaonekane ndani yetu. Tulihubiriwa wakati ule uliopita
kwamba tusiwe tu watu ambao wanafuatilia neno tu, tusiwe tu wasomi wa Biblia, bali wacha sisi wenyewe tuwe Biblia ambao inasomwa kule nje. Kwa hakika wakati huu watu hawasomi maandiko. Wakati huu watu wamechoka na mahangaiko ambayo yanafanyika katika ulimwengu huu. Watu wamechoka na hawasomi maandiko tena. Sasa inakuwaje? Wanangoja kuona kwa wale ambao wanaitwa Wakristo. Wanangoja kuona kwa wale ambao wanaitwa biharusi wa Yesu Kristo. Sasa wewe kuwa maandiko pale nje. Hata unapotembea, unapozungumza na majirani zako, wache ukawe maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Tetemeka mbele za Mwenyezi Mungu. Jua kwamba kila kitu ambacho unafanya utakitolea hesabu kwa wakati mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wacha tuwe watu wa kutetemeka mbele za Mwenyezi Mungu. Tuwe watu ambao wanajua na kufahamu kwamba bado niko katika safari. Wakati bado uko katika mwili huu, jua kwamba uko katika safari. Na safari lazima ukamilishe. Hakuna mtu analipwa akiwa hapa. Malipo itakuja wakati umetoka katika mwili huu. Wakati umepokea mwili mpya. Na pale ndipo utapata malipo yako. Kwa kazi ambayo umefanya katika ulimwengu huu, utapokea malipo yako kule. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wacha tutetemeke mbele za Mwenyezi Mungu na tukafuate jinsi anavyotaka. Tusiondoke katika neno hata kidogo. Mambo ya ulimwengu huu, yale yote ambayo yanafanyika katika wakati huu, yasitufanye tuondoke katika uso wa Mwenyezi Mungu. Manake ni mengi sana ambayo yanafanyika. Wewe haujayaona, mengine haujayasikia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jua kwamba ni mengi ambayo yanafanyika katika wakati huu. Na ni mengi sana hata ya kuwarudisha wale watu ambao tayari wameingia. Usipokaa ngumu utapata kurejea nyuma. Ukiona kwamba hata baadhi ya watu wenye ambao wanatimiza hayo mambo wako katika kusanyiko, wako katika Ukristo, wanajiita Wakristo, wengine wanajiita biharusi, lakini wanajikuta katika scandals. Wewe unaangalia unasema, hey, ilikuwa hivyo? Unashangaa. Hawa ndio wale watu ambao wamesimama kwa mlango hivi, hawaingii lakini hawaruhusu wengine kuingia. Ndio wale ambao tuko na wao katika wakati huu. Wamesahau, wamerudi katika hali yao ya kawaida. Wanasema hii kitu ni kidogo, Mwenyezi Mungu hata angalia hii. Mungu anaangalia mioyo ya wanadamu. Haujui kwamba kile ambacho kiko ndani ya moyo wako ndicho ambacho kinaonekana nje. Wakristo wamesahau mpaka hilo. Ishi katika maandiko, tembea maandiko, fanya kila kitu katika maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Jua kwamba kile ambacho kinatoka ndani ya moyo, matunda ambayo inatoka ndani ya moyo wako, ndio ambayo unavalia ikitoka nje. Bwana Yesu asifiwe. Yule mtu wa ndani ndio huyu mtu wa nje. Kwa hivyo kama mtu wa nje anakaa mchafu na amechakaa, jua kwamba kule ndani kumekaa kuchafu na kumechakaa. Hakuna vile utajidanganya kwamba Mungu anaangalia roho, ati roho yangu ni safi hata kama huku nje niko uchi, roho yangu ni safi. Hakuna. Hiyo ni udanganyifu wa shetani. Na hata wale ambao wanahubiri neno hilo hawalijui linamaanisha nini. Manake Mwenyezi Mungu mwenyewe amenena kuhusu neno hilo katika kitabu cha Samueli anapochagua kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi tukalichukua na kuliweka katika safari yetu, kwamba sasa Mwenyezi Mungu ataangalia tu mioyo yetu. Hata tukiingia katika zinaa, tukiingia katika uchafu wa ulimwengu huu, Mungu bado anaangalia mioyo yetu. Hiyo ni udanganyifu wa shetani. Na ndio machukizo ambayo kanisa imekataa kukemea katika wakati huu. Nasi tutasimama kulikemea. Hatutalibembeleza, tutasimama kulikemea na tutasema kwamba yoyote ambaye anaibembeleza naye akapate kushindwa katika jina la Yesu. Hatuwezi kuwa na Wakristo ambao siku ya Jumapili wao ni wazuri, lakini nyakati zingine wanahesabiwa katika ukahaba, wanahesabiwa katika tamaa za ulimwengu huu, wanahesabiwa katika wale watu ambao bado wanang'ang'ania mali ya ulimwengu huu. Hatuwezi kuwa na Wakristo kama hao. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema kwamba mali ya ulimwengu huu wote unapita na utakuja kuteketezwa wakati wa mwisho. Kwa hivyo ni haja gani upiganie? Ni haja gani uwe mwenzako kwa sababu ya mali ya dunia hii? Kumbuka kutetemeka mbele za Mwenyezi Mungu. Kumbuka kwamba lazima tukatetemeke, lazima tukabaki katika neno. Yule ambaye ametuita ni mwaminifu na analiheshimisha neno lake zaidi kushinda chochote kile. Na neno hili ndilo litakalo tuhukumu wakati ule utakapofika. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuangalie kitabu cha Petero wa pili.
Nataka tuende mbio mbio kwa sababu wa wakati. Petero wa pili. Utakuwa mtu wa namna gani wakati unapigania mambo ya ulimwengu huu? Petero wa pili 3:10 mpaka 11. Maandiko yanasema hivi: lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema wazi kwamba hata tukipigania mali ya ulimwengu huu, hata tukipigania kila kitu ambacho kiko katika ulimwengu huu, wakati wake utafika na utaondolewa vyote. Afadhali uishi kama mtu ambaye hana chochote. Bwana Yesu asifiwe. Ishi kama mtu ambaye hamiliki chochote, lakini Yesu Kristo tu ndiye abaki ndani yako. Huyo tu ndio mali ambayo unastahili kuwa unapigania. Mtu asimguze Yesu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini isiwe mali ya ulimwengu huu. Maana maandiko yanasema kwamba haya yote yatapita. Tumewaona wangapi wanakufa wakiviwacha. Wanawacha familia zao zikipigania. Bwana Yesu asifiwe. Ni wengi wameviwacha. Kwa hivyo nasi pia ni fundisho kwetu kwamba hili lisiwe sehemu yetu, bali tuweke mawazo yetu kwa Kristo Yesu. Na tukumbuke kwamba sisi ni wasafiri. Ulimwengu huu si kwetu. Sisi ni wapita njia tu. Tunapita tukielekea. Bwana Yesu asifiwe. Tusiondoke katika fikra hiyo. Tukumbuke kwamba kila wakati sisi ni wasafiri. Kila wakati lazima tupiganie jinsi tunavyotembea. Kila wakati lazima tuangalie tunatembea kwa namna gani. Lazima tujue kwamba Kristo bado ni yule yule tu, jana, leo na hata milele. Jinsi alivyoangamiza watu wa Sodoma na Gomora, jinsi alivyoangamiza kizazi cha Noa nyakati zile, yeye bado ni yule yule tu. Na tunaona mataifa ikiinuka kwa ajili ya mataifa mengine. Na tunaona wanadamu pia wale ambao walikataa kugeuka kutoka katika mienendo yao mibaya, tunaona nao pia wakiangamia. Kwa sababu Yesu ni yule yule tu, habadiliki. Wakati unamchosha naye pia anakuachilia. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa ametuma watumishi wake ili nasi pia tukakuje tukawalilie, tukiwakumbusha neno hili ili mkapate kukimbia ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio kazi kubwa ambaye amewacha kwa watumishi wake. Akawaambia, nendeni mkahubiri katika kila mataifa. Wale ambao watakao kubali nao wakapate kubatizwa. Bwana Yesu asifiwe. Na wanapobatizwa imaanisha sasa umekuwa huru kabisa. Unapobatizwa sasa ni safari umeanza. Zidi kupigana, zidi kukazana. Haujaambiwa kwamba ukibatizwa pale sasa mambo yako imeisha. Hapana. Ndio sasa umekaribishwa katika njia. Umekaribishwa katika safari ambaye mwisho wake ni wewe kuondoka katika ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kupumzika ukiwa katika mwili huu. Unasikia Yesu mwenyewe anasema yeye ndio Bwana wa Sabato. Kumaanisha Sabato haiko katika ulimwengu wetu huu. Sabato uko na yeye. Na Sabato ni pumziko. Na yeye ndiye pumziko. Kwa hivyo wakati tunaondoka katika mwili huu, tunaenda katika pumziko. Bwana Yesu asifiwe. Na ni kama tu utafanya kazi katika imani yako. Ni kama tu utabambana imani yako ikapate kusimama, ndio utaingia katika pumziko hilo. Bwana Yesu asifiwe. Sio wote wanaingia katika pumziko hilo. Wengi watajiita bi harusi, watatembea na Wakristo wengine, watatembea katika vikundi vya makanisa, wataita mpaka wachungaji majina makubwa makubwa. Lakini wakati ule ndio itachagua ni nani ataingia pale. Nani ambaye uhusiano wake ulikuwa ni wa karibu sana na wa Bwana Yesu Kristo, ndio watakaoingia pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo haijalishi ni jina gani unaita mtumishi, haijalishi uko karibu na mtumishi katika kiasi gani, faa kuwa na ukaribu sana na Bwana wetu Yesu Kristo. Huyo ndio unastahili kuwa karibu na yeye zaidi kushinda hata sisi. Bwana Yesu asifiwe. Fanya urafiki na yeye, kuwa na uhusiano na yeye wa karibu kabisa. Zungumza na yeye kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndio mwokozi wako. Sisi tuko hapa kama chombo tu kukukumbusha mambo haya ili usipate kuyasahau. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika kila hali, katika kila namna, hata katika mahangaiko ambayo yanakuja katika ulimwengu huu, yasikutoe katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Maanake tunafahamu kwamba mahangaiko ni mengi. Kuna ukosefu wa kazi. Baba, mama, unahangaika jinsi utakavyokula, watoto watakavyokwenda shuleni. Haya ni mahangaiko.
na yanaondoa wengi sana katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Manake umeomba siku 2 3, umeona majibu hayakuji, unasema wacha nirudi katika ile maisha yangu ya kawaida. Huyu Yesu hajibu maombi. Ng'ang'ana, maandiko inasema kwamba watakaovumilia mpaka mwisho ndio watakaookolewa. Bwana Yesu asifiwe. Ng'ang'ana hata katika kulala njaa, ng'ang'ana hata katika kuhangaika kwako, ili ukapate kuufikia ule taji. Kuna taji imeandaliwa kwa ajili ya wale watakaong'ang'ana. Bwana Yesu asifiwe. Wale watakaong'ang'ana, kuna taji imeandaliwa kwa ajili yao. Petero 2:3-11 inasema hivi: basi kwa kuwa vitu hivi vyote vitafumuliwa, hivyo imempasa nyinyi kuwa watu wa tabia gani katika mienendo matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa mtu wa aina gani? Ukishajua kwamba haya yote yatakuja kupita, unafaa kuwa mtu wa aina gani? Unafaa kuwa mtu ambaye anamcha Mungu na kumtii Mungu na kufuata neno la Mwenyezi Mungu. Ukitii na kufuata, ukitii na kutenda, maanake lazima matendo yako yakaonekane. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi tukajiita, hatuwezi tukaenda tukisema kwamba sisi ni Wakristo kila mahali. Wacha matendo yetu yakatutambulishe kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Vile unavyozungumza, vile unavyojibu watu, vile unavyo engage watu katika mazungumzo na katika kila mambo, wacha yakatutambulishe kwamba sisi ni Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Tumetoka katika nyakati zile ambazo tulikuwa tunaenda tukisema mimi nimeokoka, nampenda Yesu Kristo, ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Tumetoka katika nyakati zile. Tuko katika wakati ambapo matendo yako lazima ikujulishe. Matendo yako lazima ikutambulishe kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha wakaulize, ndugu umeokoka? Wacha wakaulize wenyewe, kwa sababu wanaona na macho yao. Bwana Yesu asifiwe. Tumetoka katika wakati wa kusema mimi nimeokoka. Wengi wanatanguliza jina ya kuokoka ili waepuke mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Unapata anaingia mahali anasema ndugu mimi nimeokoka, ili akapate kuepuka mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unajua kwamba ukisema mimi nimeokoka, kuna vitu watu hawatakuletea. Kuna vitu watu watasema ule ndugu ameokoka, usimpelekee vitu kama hizi. Wacha wakaone kwa matendo. Bwana Yesu asifiwe. Wacha wakalete hata kama ni hiyo pombe, uwaambie mimi sikunywangi vitu kama hizi. Bwana Yesu asifiwe. Sio wakusema tu. Sio wakusema tu kwa mdomo kila wakati. Wacha ikajulikane katika matendo. Manake tumeitwa katika matendo. Tukafanye kila kitu kwa matendo. Matendo yetu yakaonekane. Na matendo ni nani? Ni huyo Kristo Yesu ambaye sasa yuko ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndiye anadhihirika kila wakati. Yeye ndiye anaonekana kila wakati. Wakati hata tunatembea, hata mahali ambapo tunaishi, wacha akaonekane yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Manake maandiko inasema tulipokufa tukiinuka, yeye ndiye aliinuka akiwa ndani yetu. Kwa hivyo wacha akaonekane, wacha akadhihirike. Katika kila jambo ambalo tunafanya, wacha akadhihirike. Na yeye mwenyewe atatusaidia kuzidi kupigana katika njia ya safari hii. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kuna miunuko ya dini mengi. Kuna wengine wanavaa mpaka uniform. Bwana Yesu asifiwe. Hayo hayatakusaidia. Kuvalia uniform kwamba kanisa letu tunavaa uniform inafanana hivi, haitakusaidia. Kazi yako lazima ionekane. Bwana Yesu asifiwe. Wengine tunashinda tukipanguza barabara, lakini mioyo yetu ni chafu tu. Mioyo yetu ni chafu. Tunajifunika tu, tunakaa kama wale Mafarisayo ambao walikuwa wanavalia mavazi marefu, wakijiweka kwamba wao ni wasafi, lakini mioyo yao ni kama kaburi ambayo imejaa mifupa ndani. Wamepaka tu rangi juu ili wakapate kuonekana kwamba ni wazuri. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kile ambacho kiko ndani yetu kituongoze hata katika mavazi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sio kuvalia tu uniform ati tuonekane mimi ni wa mtu fulani. Hapana. Hiyo sio Ukristo. Hiyo ni dini. Hiyo ni mambo ya dini. Na dini hakuna mahali inapeleka mtu. Dini haituvukishi kwa Kristo, bali ni wale tu ambao wamejishikilia kwa Kristo Yesu. Wao ndio wataingia katika sabato yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuondokee mavazi. Tuondokee hata hii marching yenye watu tuna march kwa barabara tukipiga mangoma. Tuondokee hizo vitu zote. Hizo ni sarakasi za ulimwengu tu hapa. Hakuna mali zinakwenda na watu. Bwana Yesu asifiwe. Ni sarakasi za hapa tu. Hazipeleki mtu mahali popote. Bali tumwangalie Kristo Yesu. Yesu hata akiwa ulimwengu ni huu, hakuwa na sarakasi. Hakuwa anafanya sarakasi ambazo tunaona katika wakati huu. Bali alisimama katika kweli. Na kweli ile ilifanya hata akabaki peke yake.
hata wakati wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nasi pia tusiogope kubaki peke yetu wakati unapofika. Kubali hata kubaki peke yako. Maanake safari hii ni mtu binafsi. Hautaokolewa na ndugu yako, hautaokolewa na bibi yako, hautaokolewa hata na dada yako. Unaokolewa ukiwa peke yako hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo afadhali ubaki peke yako. Afadhali utukanwe hata ukiwa peke yako hivyo tu. Kwa hivyo hata ni afadhali ukitukanwa. Ni afadhali hata ukiitwa majina, kwa sababu hiyo ina confirm kwamba uko katika barabara ambayo ni sawa. Bwana Yesu asifiwe. Na kama wewe ni Mkristo na utukanwi, jiulize, ninatembea barabara gani? Kuna mahali ya uendi sawa. Bwana Yesu asifiwe. Haya ndio mambo ambayo yanatuconfirm kwamba tuko katika barabara iliyo sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usiogope kutukanwa. Usiogope kuitwa majina. Majina tutabandikwa. Manake Kristo mwenyewe alianzishia pale. Yeye aliitwa Beelzebul. Na hakupiga mtu ngumi, hakutishia hata mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nasi pia tusitishie watu. Usiambie mtu ati nimebakisha mahali fulani, ukikuja vibaya tutaonana. Hapana. Hiyo sio Ukristo. Hiyo sio Ukristo hata kidogo. Bali tukubali kuitwa majina. Hata itakuwa ni cha kupendeza sana wakati mtu anakuita wewe ni muongo ama hata mchawi. Unajua wanasema yule mtu mwenye anatembea peke yake ni mchawi. Kubali hata hiyo jina. Kubali hiyo jina. Kwa sababu ni afadhali utembee peke yako uepuke maneno mengi pia. Bwana Yesu asifiwe. Hayo majina ni mazuri, yakubali. Kwa sababu yanakuconfirm kwamba kwa kweli unatembea katika njia inayofaa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama huitwi majina, jua kuna shida mahali. Jua kwamba hautembei vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie vitu ambavyo viko juu. Wakati tunatembea macho yetu tumeweka juu. Hatuweki kwa mambo ya ulimwengu huu. Hatuweki kwa vitu ambavyo vitafanya tuanze kuingiza baridi. Bwana Yesu asifiwe. Hapana, tusiweke kwa mambo ya ulimwengu huu. Shetani amekuwa na nini? The same tricks ndio bado anatumia. Kufanya dhambi ipendeze mbele ya macho ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi inapendeza. Dhambi inapendeza ndugu zangu na dada zangu. Na ndio vile shetani aliifanya kule, ndio vile anaifanya mpaka nyakati za mwisho. Unaangalia jinsi wanawake wamevokuja katika wakati huu. Maandiko inasema katika nyakati zile kabla ya gharika ikuje, wanawake walipendeza sana. Mpaka wana wa Mungu wakashuka ili wakajichukulie bibi na wakapata kuanguka. Hiyo kitu inarudi mpaka katika nyakati hizi. Shetani amewafanya wanawake wanakaa kupendeza katika makeups, katika udanganyifu huu wote, katika uchi, ili akakamate nafsi ya wale ambao hawajasimama wima katika neno. Bwana Yesu asifiwe. Hakulazimishi kule, ni wewe mwenyewe unachagua tu. Bwana Yesu asifiwe. Manake shetani ako na details zetu zote. Nyakati zile tulikuwa pamoja na yeye kabla hatujakuja kwa mwanga. Alitujua vizuri, alijua mpaka vitu ambavyo tulipenda. Kama ulikuwa mtu wa wanawake, alikujua. Na njia yako haitakosa wanawake. Hata wale wanakuja wakiwa uchi, njia yako haitakosa. Utakuwa una stumble tu kwa wao. Ili ugeuke tu uangalie nyuma. Awe na kitu ya kupeleka pale mbele. Unasikia, unaona nani aligeuka. Kwa hivyo wacha tuwe makini sana katika wakati huu. Hayo ndio baadhi ya vitu ambavyo vinafanya tunaingiza baridi. Tunawacha hata maisha ya kuomba. Tunawacha hata maisha ya kusoma neno. Kwa sababu mitego tumewekewa kila mahali. Na tukitembea tukiangalia chini hivi tutafika. Tutembele tukiangalia juu. Tukiangalia Kristo Yesu. Maana yake yeye ndio mwanzilishi wetu wa imani na yeye ndio mkamilishaji pia. Bwana Yesu asifiwe. Twende katika kitabu cha Wakolosai. Mbio tukimalizia. Wakolosai 3 tuanzie pale 1. Maandiko inasema hivi: basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndio yale ambayo tunayazungumzia. Kwamba kama umefufuka na Kristo Yesu, focus yako inastahili kuwa kule juu. Angalia vitu ambavyo vinatokana na Kristo Yesu. Hata kama ni baraka, angalia tu ile yenye inatoka kwake. Usiingie kwa gambling. Usiingie kuendesha ndege ati unaendesha ndege kwa simu yako. Inaenda alafu inaruka kidogo inaanguka chini. Usiingie huko. Haya ndio mambo ambayo shetani ameweka yanapendeza kwa macho ya wanadamu. Hata wachungaji wanaendesha ndege. Unapata wakiwa wamejifungia mahali wanaendesha ndege.
kwa sababu ya tamaa ya mali. Watu wanataka kutajirika haraka haraka. Tuondoke katika tamaa hizo na tumwangalie Kristo Yesu. Maandiko inasema kwamba mali ambayo Kristo mwenyewe anakupatia hayana majuto. Hautafika mahali ujutie. Lakini za shetani zinakuja na majuto. Manake anakupatia 20 alafu anataka 40 kutoka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Ni unachukua na mkono hii na naichukua na mkono hii nyingine. Kwa sababu anapokupatia ukishaendesha ndege umeshinda 1000, anarudi kwa mfuko yako kwa wallet pia. Mahali umeweka hiyo 1000, anasema kuna zingine huku pia. Anaweka tamaa ya kuendesha ndege sana. Anakuweka unajua ukiongeza hiyo 1000 unaweza ukashinda 2000. Kwa hivyo unaweka 1000 inaenda. Anakuzungumzia na anakupea hope. Jaribu tu tena. Hii inakuanga ni kujaribu. Unajaribu unajikuta umeenda yote. Unatoka pale ukikuna kichwa hivi sasa. Sasa shida zinaanzia pale. Boma za wengi zinaharibika kwa sababu ya hizi vitu. Gambling imebeba karibu kila mtu katika wakati huu. Hata kwa kanisa watu wanafanya gambling. Kwa nini? Kwa sababu ya tamaa ya mali ya haraka haraka. Faida za haraka haraka zinaondoa watu katika njia. Zinaondoa watu hata katika kumuogopa Mungu. Huwa ninashangaa sana asubuhi. Kule kwetu kuna hizo halls za gambling. Asubuhi saa 12, saa moja ukielekea kazini unapata kuna mtu mmoja amesimama na karatasi hivi. Ako pale ndani. Ako busy akiangalia screen. Tamaa. Mtu analala tu akifikiria kuenda kwa sarakasi pale. Akapate kushinda. Anaonanga ni kama kuna siku moja atatoka pale na milioni 20 ili maisha yake ibadilike. Lakini ni mali ya majuto. Ni mali ambayo itakuja na ikufagie na watoto wako wote. Bwana Yesu asifiwe. Shetani wakati unakula kitu chake, anakujanga kuclaim kila kitu ambacho uko nacho. Bwana Yesu asifiwe. Utakula hiyo shilingi 10,000 na kuweke ugonjwa. Ugonjwa ambayo itakula kila kitu mpaka shamba yako. Na kisha mwisho wewe unakufa, unawacha watoto wakihangaika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wacha tusitoe focus yetu kwa safari ambayo tunaitembelea. Tujue kwamba sisi ni kupita, tunapita tu. Sisi ni wapita njia hapa. Hatukai sana. Hatuna makazi ya muda hapa. Sisi ni wapita. Tunapita tu. Wacha tuhangaike hata kama ni kupata hako kaunga kadogo. Tuhangaikie tu kuupata katika njia ya haki. Na Mwenyezi Mungu atazidi kutuinua. Bwana Yesu asifiwe. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo Yesu. Tunastahili kujua haya mambo. Japokuwa tunayazungumzia kila wakati katika kusanyiko, lakini hatutachoka kuwakumbusha. Manake nasi pia ni haki yetu kuwakumbusha. Bwana Yesu asifiwe. Tuna haki ya kuwakumbusha haya mambo kila wakati. Manake Paulo pia alifika mahali akasema yeye amenawa mikono. Hana damu ya mtu yoyote kwa mkono yake. Sasa baada ya kufanya kazi, baada ya kukumbusha kanisa, mpaka wakati wake ulipofika, anaona sasa yeye amemaliza, ni kuondoka, anaondoka. Akasema mimi nimefanya kazi yangu vizuri. Nasi pia tukiwa katika mwili huu bado tutazidi kukumbusha kanisa. Tutazidi kukumbusha biharusi wa Yesu kwamba haya mambo ambayo tumeyafundisha na tukizidi kuyafundisha, yashikeni na mkatembee nayo. Msipate kuyawacha hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Manake hatutaki kurudi katika hali ya kawaida. Hali ya kawaida ni hali ya vuguvugu. Haujulikani umesimama wapi. Haujulikani unaenda wapi. We uko tu. Ni kama ule mtu ambaye anaingia kulala, anaamuka, anapiga blanketi na anaenda akiendanga. Hata uso anaosheanga mbele. Hatustahili kuishi hiyo maisha. Tunastahili kuishi maisha tukijua kwamba kuna mahali tunaenda. Hata wakati unalala, hujui kama unaweza kujiwa wakati umelala hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaitwa. Kumbuka kabla ya gharika ishuke, kuna wale watu ambao walikuwa wanampendeza Mwenyezi Mungu. Hakuwa nao peke yake. Kulikuwa na watu. Mfano mzuri tu ni wakati Elia alikuwa akilia kwamba manabii wa Mungu wameuawa wote, amebaki yeye peke yake. Mwenyezi Mungu alimwambia nini? Alimwambia kuna wale amehifadhi. Sio yeye peke yake. Kumaanisha hata nyakati za Noa kuna watu ambao walimpendeza Mwenyezi Mungu. Na alifanya nini? Alifanya kuwachukua kabla ya gharika. Bwana Yesu asifiwe. Hata nasi katika nyakati hizi kuna watu wanaitwa wanaenda nyumbani. Ndio unaona tunaambiwa kwamba tujiandae kila wakati. Kila wakati tuwe watu ambao tunajiandaa. Wakati unakwenda kulala jitakase. Kuwa msafi hata wakati unaenda kulala. Bwana Yesu asifiwe.
ili hata akikuja kukuchukua katika usingizi pale, uwe unaingia katika mapumziko. Na tutoke katika maisha ya ukawaida. Maisha ya ukawaida ni maisha ya kuangamia. Ni maisha ambaye inaangamiza bi harusi wa Kristo. Na maisha ya kawaida inaletwa mpaka na hizi vitu ambavyo tunapenda. Kwanza wifi inakuja karibu, imeharibu maneno kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Imeharibu maneno kabisa. Watu wanakesha kwa simu mpaka hata unaangalia na macho moja, maana hiyo nyingine imekataa kuona sasa. Watu wanalala na simu kama wameshika. Utafikiria mtu ameshika mkono ya mke wake, lakini ameshika simu. Analala nao hivi. Hapo ndo mali tumefika. Shetani nakwambia ni mjanja. Hakuanza jana. Alianza kitambo. Na anajua. Tunaona kwamba wifi imekuja imerahisisha maneno, lakini haijarahisisha. Ni wewe unatafutwa. Hata afadhali sasa urudi kwa katululu. Kwa sababu katululu haingii wifi. Hiyo utakuwa a little bit safe. Lakini ukiwa na hii, wacha niweke ya 10 nione kama kuna ujumbe imetumwa kwa WhatsApp. WhatsApp unaingia mara moja papu na unatoka. Unarudi Facebook. Facebook naye shetani anakungoja na wanawake wenye wako uchi pale. Once tu umeangalia hivi papu, ashakuchukua. Amechukua mawazo yako, amechukua mpaka moyo wako. Sasa anakuzidishia tamaa, anakutemea tu mate, endelea angalia scroll. Kuna ingine mzuri huko chini pia. Una scroll unajikuta saa 6 za usiku. Hata saa zingine unalala kama umeishika hivi, unaamuka asubuhi bado ulikuwa Facebook. Unashangaa. Uko kwa safari kweli? Hauko kwa safari ndugu. Jua mitego ambayo yamewekwa. Kuna mitego mengi sana ambayo shetani ameweka katika nyakati hizi za mwisho. Ukiepuka hii analeta hii. Hachoki. Unaepuka hii analeta na hii. Unaepuka hii analeta hii. Yaani mpaka wakati atasema huyu sasa amenishinda na asemangi. Baada anarudingi anasimama kando. Nenda ukasome majaribu ya Yesu. Wakati Yesu alikuwa anajaribiwa, wakati alimaliza jaribu zote 3, shetani alisema nini? Wacha tuondoke kwa muda. Hakuenda kabisa. Aliondoka kwa muda. Kumaanisha hata wewe wakati unajaribiwa na umeshinda, shetani huwa haendi, anasema wacha tusimame huku kando, bado tumuobserve. Kwa sababu kuna nafasi itakuja kutokea. Anakuanga na hope kwamba kuna nafasi itatokea. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati unafunga hizo milango zote, baada anabakingi pale akitegea tu. Yeye huwa achoki. Nasi pia tusiwe watu wa kuchoka. Nasi pia tuwe watu wa kujikaza. Tuzidi kujikaza. Hata wakati mambo inakuwa ngumu, tuzidi kujikaza. Bwana Yesu asifiwe. Tuzidi kungangana. Tukingangana. Maanake tujue tu kwamba kila hali, katika kila jambo, tumeitwa kujikaza. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati tunajikaza, ndio matunda tutapokea. Usipojikaza hakuna matunda. Kwa sababu hautakuwa unatembea kwa njia ambayo inakufaa. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa umeondoka hata kwa njia, hautakuwa kwa matunda. Na hakuna kitu utapata usipojikaza. Tunaitwa tujikaze. Tujikaze kutembea katika neno. Tujikaze katika hiyo safari. Sio rahisi. Hata yeye mwenyewe hakusema ni rahisi. Alisema ni ngumu. Na ndio sababu wakati alikuwa anapaa, aliwacha Roho wake Mtakatifu. Akasema nimewaachia msaidizi ambaye atawasaidia. Na wakati unamkataa msaidizi, unakuwa umemkataa Mungu mwenyewe. Sasa hakuna mahali utafika. Hakuna mahali utafika. Utabaki tu kwamba umeanguka. Bwana Yesu asifiwe. Itakuwa tu sasa wewe unatembea katika njia zako wewe mwenyewe. Na ndio unaona Wakristo wanarudi katika njia zao za kawaida. Kwa sababu hata Roho alishawachana na wao. Roho aliwaondokea. Na Roho alipoondoka, sasa wewe unabaki tu ukiwa peke yako. Kwa hivyo lazima tuzidi tubambane katika njia hiyo. Kitabu cha Warumi 12, Warumi 12 tusome 20-21. Maandiko inasema hivi. Lakini adui yako akiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu mnyweshe, maana ufanyapo hivyo utampalilia makaa ya moto kichwani pake. Usishindwe na ubaya,
bali ushinde ubaya kwa wema. Bwana Yesu asifiwe. Kuna sababu nimesoma hiyo maandiko. Manake tunajikuta katika hali kwamba jirani yangu ananipiga vita kila wakati. Jirani yangu ananiita majina kila wakati. Jirani yangu hata mtoto wangu akipita pale anampiga teke. Ile chuki ambayo iko kwa jirani yako na wewe ni ingine ya hali ya juu. Lakini maandiko inasema nini? Adui yako anapokosa hizi vitu vyote, anapokuwa hata njaa, mkumbuke na chakula. Hiyo ni njia moja ya kuzidi kukazana pia. Manake wakati tunakazana pia na matendo mema. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wanatutakia tuanguke, tunawakumbuka tu kwa matendo mema. Ndio unaona maandiko yanasema kwamba na usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wanakutenda mabaya, wewe watende mazuri. Walipe na mazuri. Hiyo ni njia moja ya safari ambayo tunaitembelea katika nyakati hizi. Ni njia moja ya kuzidi kupambana kutengeneza wokovu wetu. Kwa sababu wokovu wetu unatuzunguka hivi. Ndiposa hata Mwenyezi Mungu amewaweka hao majirani hapo ili wakazidi kuwapima. Wale majirani wako pale kama kipimio ya kupima vile unavyotembea. Bwana Yesu asifiwe. Wako pale ili wakazidi kukupima katika safari yako. Kwa hivyo wakati wanakutenda mabaya, wakati mmoja tu utageuka na uwatende mabaya, wewe umeanguka mtihani tayari. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa umeanguka mtihani. Kwa hivyo unastahili kuwashinda kwa mema kila wakati. Kila wakati watendee mema. Kila wakati wakumbuke na mema. Na ili ukawe unamwakilisha baba yako aliye juu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Itabidi nitasoma tu maandiko zangu zote mbio mbio. Waefeso 4:28 tukikimbia mbio mbio tuondokee. Waefeso 4:28 maandiko inasema hivi: muibaji asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi akitenda kazi iliyo nzuri kwa mkono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgawia muhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni moja pia kati ya ile njia ya kutengeneza wokovu wetu. Kama ulikuwa unapata mali yako kupitia kwa njia za uhalifu, ama hata wewe ni mtu ambao umependa mambo ya gambling, sasa unaambiwa uachana na hayo yote, na ili ukapate mkate wako kwa njia ya haki, na upate kuwabariki na wengine ambao pia wamekosa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni muhimu sana wakati tunatembea katika njia hiyo, ili tukapate kuwa wana wema wa Mwenyezi Mungu. 32 nasema, tena iweni wafadhili nyinyi kwa nyinyi, wenye huruma, mkasameheana kama Mungu katika Kristo alivyowasamehe nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio mwito ambao tunapewa kama Wakristo, na ambayo tunastahili kuwa tunaangalia sana. Waebrania 2:1 namalizia hapo. Kwa hiyo imetupasa kuyaangalia zaidi hayo yaliyosikiwa, tusije tukayakosa. Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sasa haya yote tumeyasikia. Tumesikia mambo haya yote ambayo yamezungumziwa. Hata injili tumekuwa tukisikia. Maandiko inasema kwamba na tuyashike haya yote, ili kwa wakati mmoja asipate kutuondokea. Bwana Yesu asifiwe. Tusipate kuyawacha haya yote ambayo yamezungumziwa kwa wakati huu, na hata kwa wakati ambao utakuja, tuyashike katika mioyo yetu na tukapate kutembea nayo, ili wakati mmoja tusipate kuyawacha. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio mwito ambao tunaitwa nao. Lazima tukatetemeke mbele za Mwenyezi Mungu. Lazima tukamwangalie kama yeye ndio mwanzilishi ya imani yetu, na tukatende kulingana na njia zake na kulingana na mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka kwamba hakuna njia ya katikati. Mtu asikudanganye kwamba mimi nitakuwa Mkristo wa kawaida. Hakuna kitu kama hicho. Lazima ukachague ni wapi unasimama. Lazima ukajue ni wapi unajishikilia. Bwana Yesu asifiwe. Na pale ambapo unajishikilia ndio mahali utapata thawabu yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo licha ya mambo yote ambayo yanafanyika kwa ulimwengu wakati huu, tusisahau kwamba Kristo Yesu anakuja. Na tusisahau kwamba tunaweza tukaitwa nyumbani wakati wowote. Hayo mambo tusiyasahau. Bwana Yesu asifiwe. Tuyaweke kwa mawazo yetu kila wakati. Jua kwamba
Unaweza fika kwa unyakuo ama uchukuliwe nyumbani kabla ya siku hiyo kufika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuishi maisha ya kujiandaa kila wakati. Ulimwengu huu tutapita tu. Kila kitu kitapita katika ulimwengu huu. Mambo ambayo unayaona, starehe ambazo unaona, vitu vizuri ambavyo unaviona vyote ni vitu vya kupita vyote. Bwana Yesu asifiwe. Na yasikuje yatoe mawazo yetu mbele ya Mwenyezi Mungu. Hata kama unaombea baraka, omba ile baraka ambayo utaweza. Baraka ambayo haitakutoa kwa uso wa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Omba ile kiasi ambayo itakuwezesha kubaki katika imani. Omba ile ambayo haitakufanya uachane na Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tumeshuhudia wengi wanapobarikiwa wanaondoka hata kwa kanisa. Tumeshuhudia wengi wanapobarikiwa, sana sana wachungaji wanapoinuliwa wanabadilisha hata mahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuombe ile kiasi ambayo haitatuondoa katika njia za Mwenyezi Mungu. Amen. Simubarikiwe sana. Wacha niwachie hapo kwa sababu naona sitamaliza. Na niambie Mwenyezi Mungu asante. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya nafasi hii ambayo umenipatia mchana huu wa leo. Ninakushukuru pia kwa ajili ya neno ambayo umeniwezesha nikaleta mbele ya watu wako Baba mbinguni. Ninaomba tu kama vile neno inavyosema kwamba mambo haya yote ambayo tumeyapokea tusipate kuyawachilia. Nami ombi langu Baba wa mbinguni ni kwamba yale yote ambayo tumekuwa tukiyafundisha, wacha ukawaweke katika ukumbusho kwa watoto wako Baba mbinguni. Ukawakumbushe hayo yote. Manake pia hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Manake maandiko yanasema kwamba atakuja ndani yetu na kutukumbusha mambo yote ambayo Kristo we mwenyewe uliyasema. Wacha ukatukumbushe Baba mbinguni. Tukumbushe na ukatutie nguvu Baba mbinguni ili tukasimame wima katika imani. Japokuwa mambo ni mengi katika ulimwengu huu wakati huu. Mahangaiko ni mengi Baba mbinguni. Shetani anazidi kuvumbua vitu vingi ambavyo vinateka watu nyara Baba mbinguni. Tunakuomba ukatusitiri. Tunakuomba ukatufunike na damu yako Baba mbinguni. Tunakuomba ukatuepushe na kila aina ya ujanja wa shetani Baba mbinguni katika wakati huu. Manake yeye pia yuko kazini. Anakamata nafsi mengi sana. Tunakuomba ukatusaidie. Tunakuomba ukatuwezeshe Baba mbinguni. Ukatupiganie Baba mbinguni. Wakati ambapo tunajihisi wadhaifu, Baba ukatutie nguvu. Tia mifupa yetu nguvu Baba mbinguni ili tukapate kuinuka na kutenda kulingana na neno lako. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, wacha tukakuone. Dhihirika tukakuone Baba wa mbinguni. Hata katikati yetu. Dhihirika tukakuone. Manake wewe ni Mungu na unakuja katika njia mingi tofauti. Ukatupe hekima ya kukutambua hata wakati unakuja. Katika jina la Yesu Kristo. Manake wewe ndiye Baba. Tena wewe ndiye tunakutegemea Baba mbinguni. Tumaini letu tumeliweka kwako. Hata katika nyakati hizi za mwisho. Manake ni mengi ambayo yanafanyika katika wakati huu. Giza nene inazidi kuvamia ushirika mingi Baba mbinguni. Tunakuomba mwanga wako ukazidi kuonekana. Wacha tukazidi kutembea na tutembee kama neno Baba mbinguni. Tutembee tukidhihirisha neno, tukikudhihirisha Baba mbinguni. Wacha tukakuwakilishe Baba mbinguni. Hata wakati nyoyo zetu zinakuwa nzito, wewe ukaiweke ukawe nyepesi kwa utukufu wa jina lako. Asante manake wewe ni mwaminifu. Asante manake nina uhakika kwamba neno hili limefika katika masikio ya watu wako na wamelikupokea na kulihifadhi katika mioyo yao na watapata kulikumbuka kila wakati Baba mbinguni. Ninaamini kwamba utapata kutenda. Wewe ni mwaminifu Baba mbinguni. Na ninashuhudia hata siku hii ya leo kwamba utazidi kutenda Baba mbinguni. Hautatuacha tukiwa peke yetu. Utazidi kutembea nasi hata katika ulimwengu huu. Asante katika jina la Yesu Kristo. Asante manake wewe ni mwaminifu. Asante manake wewe ni mkuu zaidi ya vyote Baba mbinguni. Asante katika kila jambo. Asante katika kila neno. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. 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 Aya, mimi ninashuka na ndugu yangu Karilas anapanda. Kwa hivyo panda tu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumpigie Bwana Yesu makofi.